kuzaliwa, kile kitendo alichokifanya ni umri wa akili. Sijui unaeleweka? Lazima utamwambia hivyo. Ndio maana mzee nzima lakini akili zake za kitoto. Kumbe kuna umri wa akili na kuna umri wa kuzaliwa. Sasa Muhammad anasema inawezekana Ummu Salama ni mkubwa kwa Muhammad, alizaliwa Ummu Salama kabla ya kuzaliwa Muhammad, lakini hawezi kuwa na umri wa thamani kumshinda mtume wa Mwenyezi Mungu. Hawezi kuwa na umri huo. Wanasema ule wanaume ule arrujulatu mithaluha kamithali dhahab, wanaume utu uzima kipimo chake ni sawa na kipimo cha dhahabu. Dhahabu mpaka ipite kwenye moto. Wakati anakufa mama Amina, mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwa eneo linaloitwa Al-Abwa, wakati anakufa mama yake Mtume, mama Amina anamshika Muhammad akiwa na miaka 6. Mama huyo ameshasikia uchungu wa kifo, anamwaga mtoto wake anayeitwa Muhammad ambaye ndiye Mtume, anamwambia ya Muhammad kun rajulan, ya Muhammad kun rajulan ala shadaidil ayyam. Mtoto wa miaka 6 Muhammad, mama yake anamwambia wewe Muhammad kun rajulan, kuwa mtu mzima sasa, ala shadaidil ayyam, kutokana na misukosuko ya maisha. Hukumuona baba yako mama yako na kuacha ukiwa na miaka 6. Kun rajulan, kun rajulan, kun rajulan, kwamba kwa miaka 6 Muhammad ni mtu mzima, kwa sababu mizani ya utu uzima ni mizani ya dhahabu. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kamwambie Ummu Salama kama yeye ni mkubwa kwa umri atakuwa ni mkubwa kwa Muhammad, lakini fa inna rasulallahi akbaru minha sinna, Mtume wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana kwake, ni mkubwa sana kwake. Na la tatu ambalo ni lile kwamba siwezi kuishi na wanawake wenzangu kwa sababu ya wivu. Sema fa inna rasulallah yad'u Allah an yanzi'a al-ghayrata min qalbiha, kamwambie Mtume wa Mwenyezi Mungu atamuomba Mwenyezi, si wivu tu si wivu Mtume wa Mwenyezi Mungu atamuombea dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atoe ule wivu ndani ya moyo wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuoa Ummu Salama, na mzungumza hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mume bora, kama mume bora. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sisi wapenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunapopata fursa kama hii saa 8 au saa 9 ya usiku wa manane, tunamzungumza Mtume ili ulimwengu umjue Mtume ni nani. Usiwalaumu, ni kwa sababu pengine hawamjui Mtume. Sisi tuliacha usingizi wetu kwa ajili ya Mtume, tunamzungumza Mtume. Watu wasiokuwa Waislamu wanamjua Mtume. Waliyafanya haya wazee wetu, na dunia ikawa na baraka na neema kubwa. Na inshallah na sisi tunajitolea maisha yetu kwa ajili ya kazi hii ya kumzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, tuendelezeni utamaduni huu. Kama itakuwa kusoma maulidi ni jambo linalotupeleka motoni, basi tukeshe kwa kuzifanya, hukumu iwe ni kwa Mwenyezi Mungu, kwa mapenzi haya kwa Mtume atupeleke motoni. Ni hiari yake, sitakuwa ni yeye kaamua. Lakini sisi hatuwezi kuacha kufanya maulidi na kukesha kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siwezi kujibu hoja na kuharibu kile nilichokitengeneza, lakini haya ni matunda yanayotokana na madrasa. Sio wote tumepita huko, tulikuwa ni wanafunzi. Kwa hiyo lazima na sisi tutengeneze pia. Kama nilivyosema, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa kiongozi. Kuna sisi kwetu na sijui na huku kwenu yapo, nilimtaja Mtume kwamba ni kiongozi aliyekuwa anatengeneza viongozi, sio wafuasi. Yaani maana yake ni kwamba na sisi tunatakiwa pia tutengeneze watu watakaokuja baadaye kufanya kazi hii. Wanatengenezwa wapi? Naam Sheikh, wanatengenezwa wapi? Sasa kuna watu akiwa imamu, akiwa shekhe, akiwa kiongozi wa siasa,
huwa hataki apatikane kiongozi baadaye. Kale kanapochipukia kusema ndio kanakuwa kadri kake namba moja. Sivyo? Ala, mtu mbona huna adabu wewe? Ameona kanaanza kusema na watu wanakakubali. Sasa anatumia nyundo hiyo. Si ndivyo hivyo? Mtume alikuwa anaeleza wafuasi, anaeleza viongozi. Na sisi tunatakiwa tutengeneze watakaosimamia kazi. Ndio maana katika risala Sheikh aliombwa ipatikane milioni 6. Ipatikane milioni 6. Madrasa hii ndio inayotengenezea viongozi wa dini wajao. Lakini ndio itakayokuja kwa hii njia tunayopita sisi, tarika hii ya kuzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia hadhara hizi za Maulid. Ni lazima tuhakikishe tunatengeneza msingi kwa kizazi kijacho. Sehemu tunayotengeneza ni hapo. Hatua ya pili ni kupitia media. Sheikh Hassan ana Iqra FM pale. Tukilemaa kwenye swala la ufundishaji wa watoto, tukajisahau kwenye kuzungumza kupitia media, kwa maana mwiba unatoka ulipoingilia. Sivyo? Unadhani mawahabi wanawadanganya watu ambao kwa sehemu kubwa ukiwaangalia wanaowafuata mawahabi ni wale ambao alhamdu zao ni zile zimeandikwa kwa Kiswahili Kiarabu ALOHAMDU. Sisi tuliopita madrasa tunaojua angalau hivyo wao hawa la msiradi sio rahisi kutukumba. Sio rahisi. Hawatukumbi kabisa. Sahihi kabisa. Hawatukumbi. Wanawakumba wale ambao hawajui chochote. Yaani hata huyo imamu mwenyewe akisimama pale mbele akataja ile alifata alifisrai alifumeu aiu anatika abi. Hajui kama ni Qur'ani sio Qur'ani. Hajui. Ndio wanawakumba. Sasa kukinusuru kizazi hicho ni kupitia madrasa. Lakini pili, mawahabi kwa sababu wanatumia media, leo wana television, wana maredio. Wale Waislamu ambao hawajui dini, kile kinachozungumzwa na muwahabi anajua ni dini. Sivyo? Mawahabi wanasomesha maarifa ya Uislamu katika shule zetu hizi za kisekula. Sisi hatufanyi. Kwa katoto kako kalikuwa kanafanya maulidi, kanasoma hidima, kakishaenda tu sekondari kakikutana na hawa wasomeshaji wa maarifa ya Uislamu kule sekondari. Na kenyewe kanakuwa kwa wahabi kwa sababu ndio mwalimu anayefundisha, sisi hatufundishi. Sawa? Sisi hatufundishi. Kwa hiyo akifundishwa anajua hii ndio dini. Akitoka kwenye TV akimwona yule shehe pale maulidi bid'a, wengine wanasema maulidi bid'a, tulikuwa nao kwenye harakati hizi. Sawa? Mimi nawajua. Alafu ni mbwiti, nikisema mbwiti sio kama lugha hii naijua. Mbwiti yani ni hamna kitu. Sasa na yeye anakaa pale hata unajua hata lugha ina ladha yake. Na tunamsikiliza yule hata ile ladha tu ya lugha ya Kiarabu inazungumza hana. Wewe sisi tunapaswa sisi twende huko. Tunafika pia kwa kutumia mifuko yetu. Sasa inshallah. Ni jukumu la Sheikh Hassan lilikuwa ni kuchangisha pesa ya madrasa. Sawa Sheikh. Hapa patakuwa pagumu zaidi ya kuliko mchosikiliza. Sio pagumu. Inaweza kuwa ndio eneo gumu kuliko kutoka tulipoanza kwenye maulidi. Inahitajika